أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وبعد. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walillahi alhamdu, bado tunaendelea na darasa zetu, na leo bwana, tunaendelea kuangalia miujiza ya herufi swadi, namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake, namna gani inaweza kumfungua mwanadamu katika maisha yake. Herufi swadi ni miongoni katika zile herufi 28 za abjadia, maana yake herufi za abjadi ambazo zimeweza kuifanya ama kuikamilisha Qur'ani katika herufi zake. Sasa hii herufi swadi maana yake tunataka tukaiangalie ubora wake na namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. Leo kama ukitumia herufi swadi kwa ushui na imani ya kweli, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwa hiki ninachokielekeza katika mlango wa tiba, basi maana yake inaweza kukusaidia sana katika kukuondosha juu ya mitihani ambayo uko nayo. Herufi hii swadi inaweza kutumika katika vitu mbalimbali. Herufi swadi inaweza kutumika katika namna mbalimbali, lakini leo nataka nikupe namna tatu tu ambazo unaweza kuitumia herufi swadi katika kwenda kuondosha mitihani na matatizo yako, ambao lau kama ukaweza kufanya kwa namna vile ambavyo nitakwambia, aliyakuwa unatawakkul kwa Allah na una imani juu ya Allah na unaamini katika kitu unachokifanya katika masuala ya kitibabu ama katika mlango wa tiba, basi kinaweza kuwa na msaada na wewe kwa kutumia herufi swadi. Sasa kitu gani ambacho unaweza kufanya na ni matatizo gani ambayo tunaweza kuyaondosha kwa kutumia herufi swadi? Basi leo tutaenda kuangalia matatizo au majambo matatu. Jambo la kwanza, tutaenda kuangalia namna gani tunaweza kwenda kuvunja ama kuondosha uchawi wa kulishwa katika mwili wa mwanadamu. Kuna watu ambao wanaota, wanakula, wanalishwa. Tutaenda kuangalia namna hiyo, namna gani tunaweza kuondoa uchawi wa kulishwa kwa kutumia herufi swadi. Lakini pia tutaenda kuangalia hii herufi swadi kwenda kufuta chale zile za kichawi ambazo katika mfano huwa tunachanjwa mwilini na hatujui katika miili yetu, au katika mfano tunasema ni mihuli ya kichawi. Namna gani inaweza kutumika herufi swadi kwenda kufuta ama kuondosha mihuli ama chale za kichawi katika miili yetu. Lakini pia tutaenda kuangalia herufi swadi katika mlango wa kwenda kupoteza athari za chuma ulete katika biashara zetu. Watu wengi wanafanya biashara, lakini mwisho wa siku wanajikuta biashara zile wanaambulia kufeli, kupata hasara kwa sababu ya chuma ulete ama ghul ambayo inaenda kuathiri katika biashara zao. Kwa kutumia herufi swadi leo pia nitakuelekeza ama nitakufundisha namna gani unaweza kuitumia herufi swadi kwenda kuondosha hizo athari katika biashara zako. Kwa kuanza, namna gani tunaweza kuitumia herufi swadi kwenda kuvunja na kuondosha uchawi ambao wakulishwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Kuna watu wako hapa wana tabia ya kutaga, wanakula vitu, wanalishwa vitu. Sasa nataka nikupe njia ambayo ukitumia njia hii utaenda kuondosha athari za uchawi wa kulishwa katika mwili wako. Kuna wakati unaota unakula, mwisho wa siku ukiamka unakuta tumbo linaleta athari, maradhi. Sasa hivi vitu vya namna hii ni vitu ambavyo vina mitihani. Sasa kuna muda lazima uwe na first aid ama huduma ya kwanza ambayo unaweza kuitumia nyumbani kwako. Sasa kitu gani ambacho tunaweza kufanya kwa kutumia herufi swadi? Hapa nataka unisikilize. Kwa kutumia herufi swadi tunaweza kuondosha athari hizi katika miili yetu. Unachotakiwa kufanya, nenda katafute zafalani sawa ya maji, lakini pia tafuta na sufuria ndogo tu ya kawaida. Chukua ile sufuria, alafu kaa kitako, weka nia yako, nenda kaandike herufi swadi. Nenda kaandike herufi swadi katika ile sufuria nzima ndani yake, lakini andika herufi swadi katika sufuria nzima. Ukimaliza nenda kachukue malimao yako matano, yale malimao yakate, kisha kamua ndani ya yale maji ambayo, yani ukishachola vile vitu, weka maji ndani yake, alafu chukua malimao yale matano, yakate, kamulia na mbegu zake ziingie mle ndani ya maji, alafu chukua maganda yake yakate vile vile, yanumbukize ndani ya yale maji. Ukishaweza kudumbukiza ndani ya yale maji, unachotakiwa kufanya, nenda kayachemshe maji yale, nenda kayachemshe. Chukua na jivu kidogo, weka walau kijiko kimoja, nenda chemsha maji yako yachemke vizuri kabisa. Yakishamalizika kuchemka, yaipue, yachuje, kisha yale maji yabaki yahifadhie, kisha utakuwa unakunywa asubuhi na jioni. Kwa wewe ambaye una maradhi ya kuoneshwa kwamba unalishwa uchawi, unaenda kuvunja uchawi ambao umelishwa, kwa idhini Allah, kwa dawa hii, kwa kutumia herufi swadi, inaweza ikakusaidia katika maisha yako. Lakini pia tunataka tuangalie kutumia herufi swadi namna gani tunaweza kwenda kuondoa mihuli ya kichawi. Kwa kutumia herufi swadi namna gani tunaweza kwenda kuondoa mihuli ya kichawi. Kitu gani ambacho unachotakiwa kufanya? Basi jitahidi walau upate majani ya namna mbili.
tafuta majani ya mbaazi yawe 7, alafu tafuta majani ya mkunanzi pia yawe 7. Unachotakiwa kufanya, jani moja la mkunanzi nenda kaandike herufi swadi lakini ziwe 7. Kila jani moja andike herufi swadi ziwe 7 katika yale majani 7 ya mbaazi. Alafu chukua majani ya mkunanzi nenda kaandike herufi swadi ziwe 3. Herufi swadi ziwe 3. Ukishamaliza chukua sufuria yako, weka maji ujazo wa lita 1. Ukishaweka maji ya ujazo wa lita 1, nenda kaweke jikoni, chemsha hayo maji yako. Wakati unachemsha, hakikisha unachemsha vizuri, yanachemka, kisha utasoma alamtara, surati fil, alamtara. Ukishafika aya ya mwisho kabisa, sawa, alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim taran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasmakul. Ukishafika kipande hiki faj'alahum kasmakul, rudia kipande hiki mara 21, unayasomea yale maji ambayo yako jikoni, unayachemsha, unasoma alamtara, unasoma alamtara yako moja, kisha usafika hapa wa arsala alaihim taran ababil bihijaratin min sijil faj'alahum kasmakul. Ili neno faj'alahum kasmakul lirejee mara 21. Ukimaliza epua maji yako, yale maji utakuwa unauza ujipaka asubuhi na jioni ndani ya siku 7. Kama umepigwa mihuri ya kichawi ama chale za kichawi, kwa idhini Allah, kwa jambo hili utaenda kujisaidia na kutoka katika hizo athari kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Lakini namna gani pia tunaweza kwenda kusaidia kuondosha athari za chuma ulete katika biashara zetu? Watu wengi tunafanya biashara lakini ndani yake unakuwa na chuma ulete, hatuoni faida. Ghuli zina athari, zinatuletea shida katika biashara zetu, hatuoni faida, mtu anapambana. Sasa unaweza pia kwenda kuondoa hii ghul ama chuma ulete katika biashara yako. Unachotakiwa kufanya, nenda katafute kijiti cha mbaazi ambacho kinaweza kuchukua kama inchi 4 hivi, sawa? Katafute kijiti cha mbaazi kinaweza kuchukua kama inchi 4. Kijiti kile kiwe kikavu, kiwe kibichi, kisiwe kikavu. Alafu nenda kaandike herufi swadi, kieneze kijiti chote kile herufi swadi viwe 3. Ukishamaliza kuviandika vile vijiti, nenda kavichochee katika moto, huku ukiwa umeviandika ile herufi swadi, kavichochee katika moto. Ukishamaliza kuvichochea katika moto, hakikisha hasa na kuungua, ila angalia visiungue kiasi ambacho vikawajivu. Hapana, viungue. Vikishamalizika, vitoe vile vijiti vikiwa katika athari ya mkaa, alafu ponda vile vijiti. Kishamaliza, chukua unga wako uweke katika chombo chochote, alafu soma ile aya bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Soma aya hii mara 7 tu. Ukimaliza, unachotakiwa kufanya, ule unga uchukue, kisha kiasi uchukue kwenye maji, nenda kamwage kwenye biashara yako ama sehemu ambapo unahifadhia pesa zako. Tulia, kila siku fanya zoezi hilo ndani ya siku 7 inshallah. Kama katika biashara hiyo kuna mtu anachuma ulete, anakuja kwenye biashara yako, huyo hataweza kukudhuru na mwisho wa siku atajikuta anaondoka na hataweza kukutamani kukuona katika maisha yako. Nenda kayafanya haya, yatakusaidia sana katika maisha yako. Ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaokola. Kwa machache mimi sina ziada. Afwa minkum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.